Nilitamani washiriki wote watambue lengo kuu la maadhimisho haya kwenye jamii yetu kuhusu athari hasi zinazotokana na ukeketaji wa watoto wa kike. Atakayehusika na ukeketaji atakuwa amevunja sheria na adhabu yake ni kifungo kisichopungua miaka 5 na kisichozidi miaka 15 au kulipa faini isiyopungua $2 au vyote viwili kwa pamoja. Mkuu wa wilaya ya Monduli Mheshimiwa Gloriana Kimata amezindua rasmi kiwilaya maadhimisho ya kitaifa ya kupinga ukeketaji wilayani humo, ambapo tukio hilo limefanyika katika chuo cha ualimu Monduli. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, Mheshimiwa Gloriana amesema lengo la maadhimisho hayo ni kufikisha ujumbe kwa wananchi kuhusu madhara ya ukeketaji na ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana, pamoja na kuhamasisha jamii kushiriki kikamilifu katika kutokomeza vitendo hivyo. Mheshimiwa Gloriana amewataka wataalamu wa halmashauri ya wilaya Monduli kuendeleza kutoa elimu katika jamii ya ulinzi na usalama wa mtoto wa kike dhidi ya ukeketaji ili ujumbe uwafikie wananchi wengi zaidi, wakiwemo wanawake, wasichana, wazazi na walezi, maghariba, wazee wa mila, viongozi wa dini pamoja na jamii kwa ujumla. Aidha, amesisitiza wananchi kuelimishwa kwa kina kuhusu athari za ukeketaji ili waweze kuchukua hatua stahiki za kukomesha vitendo hivyo. Kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji halmashauri ya wilaya ya Monduli Bi Happiness Liza, mganga mkuu wa halmashauri hiyo Dr. George Kasbande amesema kuna matarajio makubwa ya kuona matokeo chanya kupitia wiki hii maalum ya maadhimisho ya kupinga ukeketaji kitaifa. Amesema wananchi kutoka maeneo mbalimbali pamoja na wanafunzi watanufaika na elimu itakayotolewa ambayo itasaidia kubadilisha mitazamo hasi na kukomesha vitendo vya ukeketaji ambavyo bado vinaendelea katika baadhi ya jamii. Kwa upande wake, ndugu Dennis Moze, mratibu wa dawati la kutokomeza ukeketaji kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, amesema maadhimisho hayo yatafanyika kitaifa, huku Tanzania ikiungana na mataifa mengine duniani kuelimisha jamii kuhusu madhara ya ukeketaji. Ameeleza kuwa serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali kwa lengo la kumlinda mtoto wa kike na mwanamke, ikiwa ni pamoja na kupunguza kiwango cha ukeketaji kutoka 8% hadi kufikia 4%, ambayo ndiyo lengo kuu lililowekwa kitaifa. Hii ni Oldonyo Media, habari karibu nawe. Oldonyo Media, habari karibu nawe. Kazi na utu. Tunasonga mbele. Awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu aliyetupa afya na kibali cha kukutana siku ya leo katika uzinduzi huu wa maadhimisho ya kupinga ukeketaji kitaifa. Nilitamani washiriki wote watambue lengo kuu la maadhimisho haya kwenye jamii yetu kuhusu athari hasi zinazotokana na ukeketaji wa watoto wa kike. Serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali imeimarisha utekelezaji wa mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto, yaani MTAKUWA, kupitia kamati za ulinzi wa wanawake na watoto. Takribani kaya 18618 zilizopo ngazi ya taifa hadi vijijini zimefanikiwa kuteketeza ukatili huu wa kijinsia dhidi ya wanawake na watoto ambao wanakeketwa. Serikali imeandaa na inatekeleza mkakati wa taifa wa kisekta wa kutokomeza ukeketaji nchini kwa mwaka 2025-2026 hadi kufikia 2029-2030 katika jitihada za kusaidia manusura wa ukeketaji. Atakayehusika na ukeketaji atakuwa amevunja sheria na adhabu yake ni kifungo kisichopungua miaka 5 na kisichozidi miaka 15 au kulipa faini isiyopungua $2 au vyote viwili kwa pamoja. Maadhimisho ya mwaka huu yatafanyika kitaifa katika mkoa wetu wa Arusha, ambapo wilaya yetu hii ya Monduli ndiyo imepewa heshima kubwa ya kuadhimisha maadhimisho haya kitaifa, na yataadhimishwa katika kata ya Isilale, kijiji cha Losilo, ambapo yatafanyika kwa mafanikio makubwa sana. Nitafurahi sana mimi kama mkuu wenu wa wilaya kwa umoja wetu na kwa wingi wetu huu katika ufunguzi tutashiriki siku ya kilele.
Mshirikiane na makundi yote ya vijana wa kike na wa kiume, watu wazima, viongozi wa kidini, viongozi wa kimila, watu mashuhuri na wataalamu waliopo hapa kuanzia ngazi za vijiji, ili tuweze kutoa elimu juu ya kupata utatuzi wa changamoto ya madhara yatakayotokana na ukeketaji. Imani yangu kuwa mjadala wetu katika siku ya leo utalenga zaidi kutokomeza ukeketaji katika mkoa wetu wa Arusha na taifa kwa ujumla. Niwashukuruni tena kwa mwaliko, lakini pia niwashukuru kwa kunisikiliza. Vile vile niwashukuruni sana kwa namna ambavyo mmekuwa watulivu na ambavyo mmeshiriki. Nitamke sasa rasmi uzinduzi wa maadhimisho ya kitaifa kupinga ukeketaji ngazi ya wilaya. Nimeuzindua leo tarehe 9 mwezi wa pili mwaka 2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo tunafungua siku yetu maalum, wiki yetu maalum kwa ajili ya kupinga ukeketaji. Ni wiki maalum kwa ajili ya taifa, lakini inazinduliwa hapa Monduli. Tutaanza leo kwa shughuli za kongamano kama hivi kwa watoto wetu, kwa vijana wetu. Wataongea na wataalamu wetu kuhusu masuala ya ukatili na ukeketaji, lakini tutaendelea siku ya kesho kwa ajili ya kongamano lingine kubwa ambalo litafanyika kata ya Israel, lakini tutamalizia siku ya tarehe 12 ambapo itakuwa ndio hitimisho na ugeni wa kitaifa utaendelea kuwepo. Eneo hili la ukeketaji wameleta Monduli, sio kwamba sisi tunaongoza, ila sisi tunafanya vizuri. Kwa majina naitwa Dennis Mose, mratibu wa dawati la kutokomeza ukeketaji kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Hii siku ya kutokomeza ukeketaji, nchi ya Tanzania huungana na nchi zingine duniani katika siku hii muhimu sana ya kutokomeza vitendo vya ukeketaji, ambapo jitihada hizi ambazo zinafanywa na serikali kwenye lengo kubwa hasa la kulinda watoto wa kike na wanawake wasifanyiwe vitendo hivi ambao vinawadhuru kisaikolojia na kiafya. Vitendo hivi vimekuwa ni hatari sana kwa watoto wetu wa kike. Kuna pia ni kukiuka haki za kibinadamu, na pia swala hili ni kinyume cha sheria. Katika siku hii ni moja ya kampeni ambayo itasaidia katika jitihada za serikali kuhakikisha vitendo hivi vya ukeketaji vinaendelea kupungua nchini kutoka 8% ambayo ipo sasa na kwenda 4% ambayo serikali inalenga vitendo hivi viweze kupungua nchini. Kwa hizi zote ni jitihada ambazo serikali inapanga kuhakikisha kuwa watoto wa kike na wanawake wanalindwa katika haki zao za msingi.